Kama utapanga kufanya biashara na kujenga nyumba za biashara, hata kama kiwanja chako ni kidogo, ninakuhakikishia kwamba una uwezo wa kufanikisha hilo na kunufaika na kiwanja chako hata kama kikiwa kidogo. Katika haya majengo mawili yote yanafanana sifa. Kila jengo hapo lina tofali za blocks 1000, lakini pia bati 40 na mbao za kenchi ni mbao 70 kamili. Na naposema mbao za kenchi huwa ninamaanisha kenchi zinazokaa juu, sio fashion boards wala nini. Na pia size ya hizo mbao itategemeana na eneo ambalo unaenda kujenga, kutokana na uwepo wa either upepo mkali, vimbunga, matetemeko ya ardhi yanakuwepo kwa kiwango gani katika eneo lako. Hapo ndipo ambapo utajua either utatumia mbao za size ipi. Lakini ninachoweza kukuambia kwa idadi ya mbao za kenchi ni 70 zitakazokaa juu, tofali za blocks ni 1000 na bati 40 za futi 10. Hapa ndani katika kila jengo ni chumba kimoja tu, lakini chumba ambacho ni cha maana sana, kwa sababu humo ndani chumba hicho ni self, kikiwa na ongezeko la sehemu ya kupikia kwa maana ya jiko. Na hili ndilo ambalo linafanya vyumba vingi sasa hivi vinavyodizainia katika namna hii kuwa na thamani kubwa sana kwa watu kwenda kuishi hapo, kwa sababu kila kitu kiko mahala pake. Kwa nini sasa tunatengeneza jiko tunalitenganisha hata kama chumba ni self au ni single? Iko hivi, unapokuwa unaishi ndani ya nyumba yako na unapikia eneo la kawaida ambapo unatunza vitu vyako vya kawaida kama kitanda na vitu vingine ambavyo vinatakiwa kutunzwa chumbani, ni hatari sana kama itatokea ajali ya moto, kwa sababu ikitokea ajali ya moto ni rahisi sana nyumba hiyo kuungua, kwa sababu vitu ambavyo vinaweza vikasupport moto vinakuwa vipo karibu. Sasa kama katika chumba hicho, hata kama ni self au ni single, kina sehemu ya kupikia, ina maana utakuwa mbali kidogo na vitu ambavyo vinaweza vikasupport moto kwa haraka. Kwa hiyo hata kama imetokea ajali ya moto, inakuwa rahisi wewe kuweza kujikinga au kuweza kutafuta solution kabla hata ya moto kuwa mkubwa ndani. Na data nilizoweza kukutajia hapo zitahusika katika majengo yote mawili, kwa sababu majengo haya yanafanana, ni pacha, anaweza kusema hivyo. Kumbuka ramani kama hii sio tu tumeiandaa ili tuiposti, hapana. Ramani hizi huwa zinaandaliwa kulingana na mahitaji ya wateja wetu. Kwa hiyo hata wewe pia unaweza kutupatia mahitaji yako na bado tukakuandalia ramani vile vile unavyohitaji, kwa kuboresha zaidi au kuandaa vile unavyotaka wewe, kwa sababu mahitaji tunakuwa tunapata kutoka kwa wateja wetu huwa tunafanya katika namna mbili: either kuyafanya vile vile ambavyo mteja anahitaji au kuboresha zaidi ili kuhakikisha kwamba kitu kinatoka kizuri zaidi. Lakini pale ambapo yanapokuwa yanafanyika maboresho, huwa yanafanyika kwa ushirikiano au kwa kumshirikisha mhusika kwanza, ili aweze kuridhia juu ya yale ambayo yanaenda kufanyika kama maboresho, ili isije kaandaliwa vile ambavyo yeye anakuwa hajaridhia au hataki. Sawa? Kwa hiyo hata wewe pia unaweza kutupatia mahitaji yako, ukatupatia wazo lako, na baada hapo tukaweza kukutengenezea kitu ambacho utakuwa unastahili au utakuwa unakihitaji. Nikukumbusha tu kwamba hakikisha umsubscribe katika YouTube channel yetu, na pia kutufollow katika mitandao ya kijamii. Tunatumia jina la Makazi Mpanda. Kote huko tunapatikana kwa jina hilo hilo, Makazi Mpanda. Hakikisha umefollow kuongeza familia, lakini pia hakikisha umesubscribe katika YouTube channel yetu, ili tuweze kuwa tunakuwekea video nyingi na wewe wa kwanza kupata video hizo kila tunapokuwa tunaziweka huko. Mitandao mingine ambayo tunapatikana ni WhatsApp na WhatsApp channel tumeiongeza hii. Kwa hiyo na ili uweze kuingia huko, unatakiwa ututumie message kwa namba hiyo hapo chini. Namba hiyo inabidi itumie kwa WhatsApp. Tuma message, tutakupatia link uweze kwenda kujiunga na WhatsApp channel yetu au WhatsApp group kwa lugha za zamani. Karibu sana na asanteni sana.